tofauti wapo katika kufurahi na kumkabir Allah tabaraka wa taala, lakini pia wakionyesha sha'air na alama za Uislamu kwa kujipamba kimavazi na tabia, lakini kuonesha mshikamano. Katika dunia nzima leo watu wamekusanyika wakifanya jambo hili, na hii ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale alipoweka kwamba miongoni mwa sunna za siku ya Eid ni pamoja na watu kuswali katika maeneo ya wazi, maeneo ambayo watu waone kwamba Waislamu wana umoja, Waislamu leo wana jambo lao, Waislamu wamependeza. Dunia nzima inaonesha jambo hili leo hii. Ndugu zangu katika imani, tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kwa hakika tunaumia kuondoka kwake. Kwa sababu gani? Ulikuwa ni mwezi ambao ni semina, mwezi ambao ulikuwa ni shule kwetu sisi, mwezi ambao umetufundisha mambo mengi. Ni mwezi ambao lau kama watu watauzingatia yale ambayo tumejifunza ndani ya mwezi huo, bila shaka tutakaa katika maisha mazuri katika dunia yetu hii, lakini pia kesho akhera. Kwa haraka tunapitia somo au masomo tuliojifunza katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, mwezi ulioisha kwanza kabisa umetufundisha jambo zima la uchamungu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kwamba Allah amefaradhisha nyie, amewafaradhishia kufunga kama alivyowafaradhishia wale waliokuwa kabla yenu. Lengo na madhumuni ili muweze kuwa wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi wa Ramadhani sote ni mashahidi, tumefanya mambo mengi ambayo yote yanatupeleka katika ucha Mungu, na hili ndio lilikuwa lengo kubwa tunalolitafuta katika mwezi wa Ramadhani. Na Allah tabaraka wa taala makusudio yake ni kwamba Ramadhani ikiisha, basi walau wale Waislamu waliofunga katika mwezi wa Ramadhani wawe katika hali ya uchamungu, uchamungu ambao utawaongoza katika miezi yao mingine iliyobaki. Tumeshuhudia watu wakisoma Qur'ani kwa wingi, wapo waliomaliza msahafu zaidi ya mara moja, mtu kamaliza mara ya kwanza karudia ya pili na zaidi. Haya yote ni kutafuta ule uchamungu, lakini tukajizuia na njaa, tukajizuia na vyakula, vinywaji, starehe mbalimbali ili mradi kutafuta uchamungu. Lakini watu wakawa wanahudhuria swala za jamaa, swala za faradhi zimeongezeka idadi ya watu misikitini. Bado hilo halitoshi, watu wakahudhuria usiku katika swala za tarawehe. Haya yote ni kutafuta ule uchamungu ambao Allah tabaraka wa taala ametutaka tuutafute katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, somo la kwanza hili la uchamungu haliishi katika mwezi wa Ramadhani. Malengo yake ni kwamba baada ya kuupata uchamungu huu katika mwezi wa Ramadhani, basi ubaki nao uchamungu huu katika hii miezi inayoendelea. Kwa sababu lengo la Uislamu baada ya kuupata uchamungu katika Ramadhani sio kwamba uupoteze uchamungu ule. Hapana, ni kwamba umepata somo, sasa unaenda kulifanyia kazi katika miezi iliyobaki. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani umetufundisha al-insaniya. Mwezi wa Ramadhani, jambo la pili, umetufundisha kwamba Waislamu lazima wawe na utu. Waislamu lazima wawe na uwanadamu. Waislamu lazima wawe na huruma. Waislamu wanatakiwa kupendana. Waislamu wanatakiwa kujiweka mbali na hasira. Haya yote tumeyapata katika Ramadhani.
katika Ramadhani tumejifunza aina zote za subra, kwamba Muislamu lazima awe na subra. Tulipoanza kujizuia kuwa na subra kunako chakula, ni subra hii katika kumtii Allah tabaraka wa taala, lakini pia tukajizuia tukawa na subra juu ya kumuasi Allah tabaraka wa taala. Katika Ramadhani utawakuta waislamu wote wanajizuia kumuasi Allah tabaraka wa taala, kwa maana kwamba miezi inayoendelea, somo lilolipata katika Ramadhani kwamba lazima ujizuie na maasi, basi jizuie katika miezi yote. Hapo sasa ndipo takuwa umeweza kuafiki mafunzo uliyoyapata katika mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, katika mwezi wa Ramadhani tumejifunza kuwa na huruma, na hili limekuja pale ambapo tumeamrishwa kwamba yule mwenye uwezo lazima aweze kumfuturisha ambaye hana uwezo. Na haya yamefanyika sana, utakuta watu wanajitolea msikitini muda wa kufuturu, kuna vyakula mbalimbali, kuna mihogo, wengine wanaleta mpaka uji, kila mmoja, tende zinaendelea kuletwa misikitini. Mtu anafurahi anapomlisha mwenzake. Hii ni mapenzi ambayo tumefunzwa ndani ya Ramadhani. Jambo hili linabidi kuendelea katika miezi yote. Kwa sababu gani? Ramadhani ilikuwa ni shule, tulikuwa darasani, tushachukua somo, basi tukalifanyie kazi katika maisha yetu yote. Kumlisha Muislamu wenzako, kufurahi vile akila chakula chako, jambo hili liendelee katika miezi yote. Ufurahie kumlisha mwenzako. Mapenzi tuliokuwa tukioneshana katika Ramadhani, mambo haya yaendelee katika miezi yote. Lakini katika Ramadhani tumefundishwa kuwa na upole, lakini pia kujiweka mbali na hasira. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotufundisha kwamba yoyote ambaye amefunga, akitokea mwingine akaweza kumuudhi, aidha kwa kumtukana au kumpiga, basi mfungaji anaamrishwa na sheria ya Kiislamu aseme inni swaim, kwamba mimi nimefanyaje? Mimi nipo katika saumu, nimefunga, siwezi kukurudishia kukupiga wala siwezi kukutukana. Haya mambo yanabidi yaendelee mpaka nje ya Ramadhani, kwa sababu ni somo. Tumejifunza kwamba kumbe unaweza ukapigwa alafu wewe usirudishe, ukajizuia kutoleta madhara na kuchafua heshima yako. Umepigwa ukamwambia mimi sirudishi. Jambo hili ulilolifanya umekosea, katubie kwa Allah kwa kunipiga. Ukifanya hivi unaweza kumwathiri kwa kiasi kikubwa yule aliyekupiga, akaweza kurudi kwa Allah tabaraka wa taala. Mtu amekutukana, haina nafasi katika Uislamu wewe kumrudishia tusi, wala hauruhusiwi, bali chukua somo katika Ramadhani. Kumbe mtu anaweza akakutukana, wewe kamwambia hapana, mimi ni Muislamu, situkani watu. Na inatosha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sibabul muslim fusuqun, kumtukana Muislamu jambo hilo ni la madhambi makubwa, ni ufasiki huo. Muislamu hamtukani Muislamu wenzake, wala Muislamu hatukani mtu yoyote, lakini waqitaluhu kufrun, kumpiga sasa Muislamu huo ndo ukafiri kabisa. Haipaswi Waislamu kufikia kupigana, kushikana tai na mashati, jambo ambalo Waislamu leo hii ukiwaangalia mitaani unaweza kukuta wapigaji wakubwa wa watu ni Waislamu, jambo ambalo Ramadhani inatuonesha kwamba unaweza kujizuia kuwapiga watu, unaweza kujizuia kuwatukana watu. Sasa haya masomo tuliyoyapata katika Ramadhani, ndugu zangu katika imani, yaje katika maisha yetu ya siku zote, kujizuia ndimi zetu, lakini pia kujizuia na nguvu zetu tulizo nazo tusizitumie vibaya. Labda inaruhusiwa Muislamu kutetea heshima yake pale ambapo itakuwa mtu kafikia hatua mbaya ya kukuudhi na una uwezo wa kumuondoa, basi unaruhusiwa kuzuia yale madhara yake, lakini sio wewe kunyanyuka kupiga na kumuumiza. Hapana.
Uislamu ni dini ambayo inabidi tuwaoneshe wasio kwa Waislamu kuwa dini ya Uislamu ni dini ya huruma, ni dini ya mapenzi, ni dini ambayo haina mambo ya vurugu vurugu, ni dini tulivu, ni dini ya amani kama jina lake lilivyo, ili hata wasio kwa Waislamu waweze kuingia katika dini hii ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, katika Ramadhani tumejifunza mambo mengi, mambo ambayo lazima yaendelee. Mathalan, katika Ramadhani tumejifunza kwamba kumbe Waislamu kwa kiasi kikubwa wanaweza kuhudhuria masomo mbalimbali yanayotolewa misikitini. Kumbe Waislamu wanaweza kuhudhuria swala za jamaa kwa wingi. Kumbe Waislamu wana uwezo wa kuswali swala 5. Kama swala hizi zimeswaliwa swala 5 mtu hajakosa msikitini akiamini kwamba akikosa swala 5 saumu yake haitokubaliwa, kumbe una uwezo wa kuswali swala 5 muda wako wote wa maisha yako. Vipi Ramadhani ikiisha uache swala? Vipi Ramadhani ikiisha wewe hauonekani msikitini? Kumbe tunaweza. Na hapa sasa ndo tutaona ukubwa wa Allah, kwamba Allah hakuna sheria yoyote ambayo ametuwekea ikawa sisi hatuiwezi, kwa sababu Allah katuumba, anatujua kila alichotuwekea kwamba hii ni amri na ni sheria, basi ipo ndani ya uwezo wetu. Mtu usijidanganye kwamba mimi nina shughuli nyingi, nina kazi nyingi, nitaswali baadaye au Allah atanionea huruma. Hapana, lazima uswali swala 5 kila siku mpaka kufa kwako, kwa sababu jambo hili tumesoma katika Ramadhani kwamba tunaweza kuswali swala 5 kwa siku. Lakini pia masomo mbalimbali, wanawake kwa wanaume kuhudhuria misikitini na kusoma dini yao ili kuweza kujua Uislamu unakukataza nini na unakuamrisha nini. Lakini katika Ramadhani tumejifunza pia vitu vingi, kwamba Waislamu wanaweza kutoa juhudi mbalimbali, hasa katika hapa mwisho mwa Ramadhani. Tumeona kwamba kwa wakati wa kutafuta Lailatul Qadr kuna wale waliokuwa hawalali. Kuna watu walikuwa wanakesha kwa kuitafuta Lailatul Qadr. Mwingine analala kidogo, anaamka tena usiku ili mradi anyanyue mikono amwambie, ya Allah, nina madhambi kadhaa, naomba unisamehe. Ya Rabbi, nina shida na riziki, naomba unikunjulie. Ya Rabbi, nina tatizo la wanangu, naomba walee kwa usalama katika maadili ya dini ya Uislamu. Sasa kumbe pia tunaweza kufanya zile sunna. Mtu akaamka usiku walau dakika 10, muda ambao Allah tabaraka wa taala ameshuka katika mbingu ya dunia, akakukuta wewe uko macho na muomba shida zako, akakukuta uko macho unafanya ibada, unaswali shida zako, kawa ni mwenye kumuelekeza Allah tabaraka wa taala. Haya yote tumejifunza katika Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, pasini ya kurefusha ni kwamba masomo haya yote na mengine ambayo sikuyataja, haya yote yakusanywe, yaweke kwenye maisha yako ya siku zote. Maisha yako ya siku zote yajae huruma, maisha yako ya siku zote yajae uchamungu, maisha yako ya siku zote yajae mapenzi, maisha yako ya siku zote yajae kumtafuta Allah kila muda, yajae huruma na kujizuia na hasira na mengineyo, ili mradi uweze kuwa picha nzuri kwa wale ambao pia sio Waislamu, waweze kuona uzuri wa Uislamu. Ndugu zangu katika imani, tunamuomba Allah tabaraka wa taala atukusanyie haya yote tuliyosoma katika Ramadhani, atuwekee katika maisha yetu ya kila siku. Lakini pia leo ni siku ya Eid, ni siku kama tulivyosema ni ya kuendeleza mapenzi, basi ni muda wa watu kualikana, watu kupeana vifua, watu kupongezana kwa Eid. Lakini pasina ya kusahau kwamba siku ya Eid ni siku ambayo hairuhusiwi kumuasi Allah tabaraka wa taala kwa aina yoyote ya dhambi. Leo ni siku ya kufurahi tabaan, lakini katika misingi ya sheria ya Kiislamu. Kwa kina mama wajitahidi sana, sherehekea vizuri, vaa vizuri upendeze, lakini mavazi yako yawe katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Furaha zenu ziwe katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo hivyo kwa wanaume, mipaka yenu izingatiwe.
Lakini pia watoto wenu muangalie wapi wanaenda. Sio siku ya kufurahi basi watoto wapite mitaani kuombaomba. Hapana. Hii sio katika maadili ya Kiislamu. Maadili ya Kiislamu yanatufundisha tufurahi katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala, lakini pia sio muda wa kuwaruhusu watoto kwenda kuangalia ma TV na kadhalika. Hapana. Watoto wazungukiane wenyewe, watembeleane, wakutane sehemu, wacheze wale, lakini katika mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Pasina kusahau kwa wale wenye wazazi waliotangulia mbele ya haki, ni siku ya kuwakumbuka kwa wingi, siku ya kuwatolea sadaka, siku ya kuwazuru katika makaburi yao na kuwaombea dua, kwa sababu bila wao Allah asingekuleta hapa duniani. Kupitia wao umefikia hapa, na huenda kwa dua zao na juhudi zao umeweza kuiona sunna na haki ya Uislamu. Sasa hawa ni watu muhimu sana kuwaombea dua na kuwazuru katika makaburi yao, lakini pia kuwakumbuka kwa kuwatolea sadaka na kuwafanyia mambo mbalimbali ambayo yanapokelewa mbele yake Allah tabaraka wa taala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Eidukum mubarak, taqabbala Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.